Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo tutakwenda kuangalia somo linalosema kwamba vile unavyokiri ndivyo utakavyopokea. Vile unavyokiri kwa kinywa chako ndivyo utakavyopokea. Na tutaangalia katika kitabu cha Mithali sura ya 18 na mstari wa 21. Maneno ya Mungu yanasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima, hivi vitu vipo katika uweza wa ulimi au uweza wa kinywa cha mtu. Jinsi mtu unavyokiri kwa kinywa chako ndivyo matokeo ambayo unaweza ukayapata katika maisha yako. Unaweza mtu ukakiri kwamba huu ni ugonjwa wa kwangu, lakini kumbe sio ugonjwa wako. Jinsi unavyokiri ndivyo utakavyopokea. Mwingine anaweza akasema kwamba sisi tumezaliwa katika hali ya umaskini, kwa hiyo umaskini huu ni wa kwetu. Hapana mtu ambaye ameumbiwa kuwa maskini milele. Hakuna mtu ambaye ameumbiwa yeye atakuwa ni tajiri, ila jinsi the way mtu anavyojitreat, the way jinsi mtu anavyokiri katika maisha yake, anavyokiri ya kwamba mimi nitakuwa mtu mkubwa, ndivyo utakavyokuwa. Utakapokiri ya kwamba mimi nitakuwa mtu mdogo, hivyo hivyo maneno yanatamkwa na maneno yanaumba katika ulimwengu wa roho. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 6 na mstari wa 2, maneno ya Mungu yanasema kwamba basi umejitega kwa maneno ya kinywa chako na umejinasa kwa maneno ya kinywa chako. Jinsi ukisema kwamba mimi nitakufa katika huu unyonge, katika huu dhaifu, katika huu maskini, mimi sitapona, mimi nitakufa, mimi jamani haya ni magonjwa yangu, mimi ni maskini, mimi ni maskini wa kutupa, mimi nawasindikiza wenzangu katika haya maisha. Hapana, usiseme, usije ukakiri haya maneno katika maisha yako. Maneno ya Mungu yanatuambia kwamba mauti, haijalishi ni mauti ya kiroho unakiri au mauti ya kimwili, ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako. Ukisema kwamba ukikiri uzima katika maisha yako, ndivyo utakavyokuwa mzima. Ukikiri uzima katika biashara, katika afya, kwa watoto wako, katika elimu, ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usije ukajitabiria maneno mabaya ukamtabiria mtoto wako, ukajitabiria katika biashara yako, ama ukatabiria katika huduma yako, ndivyo utakavyokuwa. Kwa hiyo usije ukakiri maneno mabaya katika maisha yako, yanaweza